Kuna mengi ya kuvutia, kuna mengi ya kusisimua katika mechi ya dabi ya Kariakoo kama ilivyo ada inayokutanisha Yanga dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mechi hii imebaki masaa machache tu kabla ya kuchezwa kwenye uwanja New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, ikiwa ni kiashiria cha kuanza kwa msimu mpya wa Ligi Kuu Tanzania Bara 2026-2027. Yanga chini ya kocha Mangoba Mngiti, raia wa Afrika Kusini, imejiimarisha sana hivi karibuni kwa kusajili nyota kadhaa, akiwamo Peter Shalulile, akiwamo Sheikh Ibrahima Toure, Albert Kangwanda na wengineo. Lakini Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha raia wa Afrika Kusini Steve Barker nayo pia imejiimarisha zaidi. Wamo akina Keleso Makhalwa, Ibrahim Dumbia na nyota wengine kadhaa. Lakini kati ya maeneo ambayo yanatarajiwa kuwa ya kuvutia zaidi ni pale ambapo wachezaji waliokuwa pamoja katika klabu ya Mamelodi Sundowns watakapokutana, lakini wakiwa katika timu mbili tofauti. Hawa ni pamoja na nani? Peter Shalulile, mshambuliaji nyota wa Yanga ambaye ametambulishwa hivi karibuni baada ya kuondoka katika klabu ya Mamelodi Sundowns aliyomalizana nayo kwa kuitumikia misimu 6 yenye mafanikio makubwa. Peter Shalulile akiwa kama mshambuliaji nyota na ambaye alishajitambulisha vyema katika siku ya Yanga Day, akionyesha kiwango cha juu, akifunga bao moja la mkwaju wa penalty lililosababishwa na kipa wa Igla Ziukongo kumchezea faulo yeye Peter Shalulile katika mechi ambayo Yanga walipoteza 2-1. Anasubiriwa na mashabiki wa Yanga kufanya mambo makubwa katika mechi ya dabi ya Kariakoo. Lakini wakati Peter Shalulile akiwa tayari ameshajitambulisha katika dakika chache alizocheza, dakika 45 katika mechi dhidi ya Igla Ziukongo katika mechi ya Yanga Day, Simba wana nyota watatu ambao wote wanamfahamu vizuri Peter Shalulile kwa sababu walicheza naye pamoja katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Hapa tunazungumzia Keleso Makhalwa, kiungo wa ushambuliaji kutokea pembeni kushoto, nyota ambaye ametambulishwa Simba hivi karibuni akitokea klabu ya Sekokuna United inayoshiriki ligi kuu ya Afrika ya Kusini. Katika makuzi yake ya mpira wa miguu, Keleso Makhalwa alipitia katika klabu ya Mamelodi Sundowns, akapandishwa kutoka mchezaji nyota chipukizi na kuwa katika timu ya wakubwa, na akapata nafasi ya kucheza pamoja na Peter Shalulile msimu wa 2021 wakati Peter Shalulile akijiunga kwa mara ya kwanza Mamelodi Sundowns akashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Keleso Makhalwa naye alipata nafasi ya kuichezea Mamelodi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Wote walikuwa katika kikosi cha Mamelodi Sundowns msimu huo wa 2020-2021 kama wa mfano wa namna ambavyo walikuwa pamoja katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Keleso Makhalwa wakati huo akiwa kijana mdogo alicheza mechi moja, lakini alimshuhudia Peter Shalulile katika msimu huo akicheza mechi 7, akifunga mabao 2, akitoa assist 1. Lakini kuna Rushain Deriek, yeye naye amekuwamo katika kikosi cha Mamelodi Sundowns, katika kikosi ambacho pia Peter Shalulile alikuwepo na walicheza pamoja. Mfano mzuri ni msimu wa 2022-2023 katika kikosi chao cha Mamelodi Sundowns, kwenye baadhi ya mechi yeye Rushain Deriek alikuwa akicheza kama beki wa kati pamoja na kina Musa Lebusa. Wengine walikuwa wanacheza ni pamoja na kina Brian Mandela, alikuwepo vile vile Terence Mashego katika kukamilisha mabeki wao wanne kwenye mfumo wa baada golikipa Rowan Williams. Kuna kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, kiungo mmoja, juu washambuliaji wawili, ambao kule juu wawili walikuwa wanacheza pamoja na huyu Peter Shalulile akiwa na kina Tapero Morena, lakini anakuwepo nyuma yao Lucas Ribeiro. Sasa Rushain Deriek anakumbuka vizuri msimu wa 2022-2023 katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa mfano, Rushain Deriek alicheza mechi 3, dakika 103. Lakini Peter Shalulile katika msimu wa 2022-2023 alicheza mechi 8 ambapo akafanikiwa kufunga mabao 6, akatoa assist 1 baada ya kupiga mashuti 22, 11 kilenga shabaha katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Na ni msimu ambao Rushain Deriek alimshuhudia Peter Shalulile akiwa ndiye top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa mabao yake hayo 6. Anamfahamu vizuri. Lakini yupo Neo Maema, naye alikuwa pamoja na Peter Shalulile kama ilivyo kwa Rushain Deriek katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Katika msimu wa Neo Maema ni miongoni mwa wale ambao waling'ara, walipata nafasi kubwa ya kucheza katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Msimu huo Neo Maema alicheza mechi 9,
Ndio, wakati Shalulile akicheza mechi 8, Maema alicheza mechi 9 akiwa sehemu ya viungo pale eneo la kati. Wabunifu, alikuwa kwenye kiwango bora sana mchezaji huyo kimataifa Afrika Kusini, ambaye goli lake lenye nguvu zaidi la kushoto. Umri miaka 30. Neo Maema katika ligi ya mabingwa alifunga bao 1, alitoa asisti 1, huku akishuhudia Peter Shalulile akiibuka kuwa mfungaji bora ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini kwenye mabao aliyofunga yale 6, mipango ilikuwa ikitengenezwa eneo la kati. Neo Maema alikuwa miongoni mwa wale wapishi, lakini anafahamu vizuri Peter Shalulile kutokana na mikimbio yake na namna ambavyo hutumia vyema pasi zinazopelekwa kwake, akijua jinsi ya kusimama nyuma mabeki na kuadhuru wapinzani. Sasa hao wote watatu ni miongoni mwa nyota wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana ya Keleso Makhalwa, Rushaine De Reuck na Neo Maema. Wanakwenda kukabiliana na Peter Shalulile ambaye yungali katika kikosi cha Yanga, akiamka vyema, bila shaka ni miongoni mwa wale ambao watapata nafasi ya kucheza, kwa sababu hivi sasa amekuwa na mvuto mkubwa, na hasa kutokana na namna alivyotambulishwa, huku ikifahamika wazi kwamba alikuwa akifukuziwa na klabu nyingi ikiwemo Pyramids ya nchini Misri inayofundishwa na kocha Mukwena aliyewahi kumuongoza Peter Shalulile katika klabu ya Mamelodi Sundowns, akaachana nayo akajiunga na Yanga. Lakini kuna Esperance de Tunis pia walikuwa wakimhitaji Peter Shalulile kwa dau kubwa, akaachana nayo akajiunga na Yanga ya kocha Mangoba Mngiti. Sasa Rushaine De Reuck yeye ndiye anatarajiwa kukutana sana na Peter Shalulile, kwa sababu yeye ni beki wa kati, akiamka vyema kocha Steve Barker bila shaka hawezi akaacha kumpa nafasi ya kucheza, kwa sababu mara zote anapokuwa fiti Rushaine De Reuck huwa kwenye kiwango kizuri, kiwango cha juu, akiwa miongoni mwa wale ambao kwenye ujenzi wa mashambulizi ya Simba yeye huwa ni nyota muhimu, ni mchezaji muhimu katika kupokea mipira kutoka kwa golikipa wao Mahamadou Tanja Jibo na kuigawa kwa viungo wao eneo la progression, kupeleka mpira mbele, kufikisha eneo la ubunifu na kwenye finishing. Lakini kubwa zaidi, uwezo wake mkubwa wa kuweza kufanya timing, kuwakadiria ipasavyo wachezaji wa timu pinzani wanapokwenda kushambulia, ili kufanya tackling na kuwini mipira pasi na kusababisha madhara, kuiosha kwa maana kufanya clearances, lakini vile vile kufanya interceptions, ndio kuiingilia mipira wakati wapinzani wakishambuliana, wakati wapinzani wakipasiana. Sasa kwa sababu Peter Shalulile ni mshambuliaji wakati, mshambuliaji kinara, pindi akipata nafasi ya kucheza katika mfumo baada ya golikipa, walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, Peter Shalulile anaweza kupata nafasi pale juu chini ya kocha Mangoba Mngiti. Lakini pia anaweza akaanzisha washambuliaji wawili Mangoba Mngiti, kwa maana ya Peter Shalulile na Sheikh Ibrahim Toure. Bado Peter Shalulile ana nafasi kubwa ya kupata nafasi ya kucheza katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo. Sasa Rushaine De Reuck ndiye anayetarajiwa kupambana zaidi na Peter Shalulile, lakini Neo Maema akipata nafasi ya kucheza pia anao uwezekano wa kukutana na Peter Shalulile, kwa sababu yeye ni sehemu ya viungo wa Simba katika mfumo wa kocha Steve Barker. Baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4 pia, viungo wale ukabaji 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, ama wakati mwingine anakuwa na baada ya golikipa walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, akiwa na mshambuliaji bandia mara kadhaa umwanzisha Elie Mpanzu Kibisawala ama Ino Jospin Loemba kama mshambuliaji bandia, wakati katika wale viungo 3 pale kati Neo Maema huwa sehemu ya wale wanaokamilisha utatu huo eneo la kati pindi mwalimu anapoamua kumtumia na kina Yusuf Kagoma, lakini vile vile na kina Cletus Chota Chama, Mwamba Lusaka na kadhalika. Lakini Keleso Makhalwa hatarajiwi kukutana na Peter Shalulile kwa sababu hucheza maeneo tofauti. Keleso Makhalwa ni winga wa kushoto. Matarajio ni kuona yeye akisumbuana zaidi na walinzi wa Yanga, hasa pembeni kulia kwa kina Kwasi Atula yao. Lakini Rushaine De Reuck yeye haswa ndiye anatarajiwa kukumbana zaidi na Peter Shalulile. Wote wanajuana. Peter Shalulile anamjua Rushaine De Reuck. Wamecheza pamoja Mamelodi kama nilivyotoka kueleza. Wamefanya mazoezi pamoja, anajua uimara wake, anajua udhaifu wake. Lakini vivyo hivyo kwa Rushaine De Reuck, wamecheza pamoja na Peter Shalulile kama nilivyotoka kueleza. Mazoezini wameshakabiliana sana. Kwenye mechi anajua umuhimu wake, na hasa wakati akimshuhudia akitoa tuzo ya mfungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Afrika 2022-2023 wakiwa pamoja Mamelodi Sundowns. Sasa kwa sababu anamjua Peter Shalulile juu ya ubora wake, udhaifu wake, basi bila shaka
eneo hili litakuwa na mvuto wa aina yake. Ndio wakati walinzi wa Simba kukabiliana na washambuliaji wa Yanga, akina Maxim Pianzengeli, akina Alan Okello wakati wanashambulia, akina Ibrahima Toure, basi miongoni mwa maeneo ambayo yatakuwa na mvuto zaidi ni pale ambapo mshambuliaji Peter Shalulile atakaupata mpira halafu kukabiliana na Rushaine De Reuck katika eneo la kati. Itakuwa vipi? Hakika ni bonge la mechi na wawili hawa wanaweza kutengeneza beto ya kuvutia sana. Yapo mambo mengi kama nilivyotangulia kueleza, lakini mojawapo ni hapa Rushaine De Reuck, beki mwenye kutumia akili sana, mhimili katika safu ya ulinzi ya Simba, dhidi ya Peter Shalulile, mshambuliaji ambaye hahusiki kwenye matukio mengi, lakini yale macheche yanayomgusa huwa yana hatari kubwa kwa wapinzani, na alidhihirisha hilo katika mechi dhidi ya Igla du Congo siku ya Yanga. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.